CRDB Confederation Cup. Yes, bwana mtazamaji wa Obez TV, leo ikiwa ni siku ya Jumapili, mnyama Simba anakwenda kuchuana na Dodoma Jiji. Moja kati ya timu ambayo mashabiki baadhi ya watu walisema kwamba ni moja kati ya timu ambayo ni ngumu sana kwa sasa hivi kwa Simba kutokana na kile ambacho mlikipata dhidi ya Dodoma Jiji kwenye mchezo wa ligi. Na leo mnaingia kwenye CRDB bwana FA huko tunasema huko. Sasa unafikiri msukumo wa Simba kwako wewe kama shabiki wa Simba lakini pia shabiki wa soka unaizungumziaje mechi ya leo tukiachana na mambo mengine yote ambayo yamekwisha kutokea mechi za hapa nyuma? Kwanza tunamshukuru Mungu, leo Jumapili kumekucha salama, tukaenda kanisani tukamwomba Mungu. Nafikiri kilichobaki sasa ni saa 10 kujiandaa kwenda uwanjani. Utakwenda uwanjani, tukaenda kwa vibanda umiza, utakayekuwa nyumbani unaenda kushuhudia mechi kubwa na mechi kali sana. Kwa kweli ni mechi yenye hisia na msisimko mkali sana. Isitoshe kusema kwamba tumekuwa na mwendelezo sio mzuri sana kivile, ila tunaenda kukutana na Dodoma Jiji ambaye kiukweli timu 5 za daraja la kati ambazo zimeweza kuonyesha uwezo wao. Dodoma Jiji huwezi kuacha kuwataja. Imeonekana ni timu ngumu sana wanapokuwa nyumbani hata wanapokuwa ugenini. Hasa hii mechi tunahesabu kama wote tuko ugenini, maana mechi itakuwa kucheza Jenerali Samuyo, lakini kulingana na ratiba yetu imekuwa ngumu. Tumecheza na TRA, usafiri tena kurudi ikawa changamoto. Tukaomba kwamba mechi zetu zote 3 tucheze pale Sheikh Amri Abeid Karume pale Arusha. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na msisimko na mechi ngumu sana. Afu isitoshe kusema kwamba ni 16 bora. 16 bora inakuwa na matokeo ambayo ukipigwa unatoka. Ukidraw naongeza dakika. Lazima mshindi apatikane kwamba atakaenda 8 bora. 16 bora tunatoka tunaenda 8 bora. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni challenge kwa Simba. Lakini sisi kama wana Simba nafikiri hata jana kulikuwa na hamasa kubwa sana pale Arusha. Sisi wana Simba tumekuja na nguvu yetu, tunasema slogan ya nguvu moja na tunashikamana, lakini na lengo letu kubwa sisi, kauli mbiu ni kwamba lazima Simba ashinde. Sio ombi, hakuna cha msalia mtume, ni lazima mechi ya leo ili ujiweke mazingira mazuri ya kwenda hatua inayofuata, ni lazima ushinde, hamna matokeo mengine. Kwa mwendelezo wa Simba mechi zake ukiachana na hii ya CRDB, hata kwenye ligi pia kunaonekana kama kuna namna kama makali yamepungua, mnatoa draw hivi na vile, na walijua kabisa mtakavyocheza na TRA mtaweza kuongeza au kuweza kupunguza zaidi gap, lakini mmeweza kudraw na Yanga mechi iliyofuata akaja akashinda akawazidi tena. Unafikiri hilo gap litakuwa linaweza kufix kwa namna gani kati ya Simba na Yanga kwenye kunyang'anya point? Kiukweli ubingwa bado upo. Kwa upande wa Simba bado tunapigania ubingwa, lakini matumaini yanaenda yanafifia. Unajua unapokuwa na mpinzani wako Yanga anakuzidi pointi 5 mbele, inakuwa ni changamoto kubwa sana kumshusha ili uweze kuwa bingwa. Kwa hiyo na changamoto kubwa ambayo nataka kuizungumzia, ambayo nimeitazama kinachotumaliza Simba mara nyingi ni migogoro sio kuwa na maana. Kumekuwa na sintofahamu za hapa na pale. Najaribu sisi tunajaribu kufuatilia, japo unasema rumors ni za tetesi. Tetesi inaweza kuwa na ukweli au iwe na ukweli au isiwe na ukweli. Lakini kwa ndani kabisa unapoingia deep kabisa unapoanza kufuatilia, unagundua Simba 90% viongozi wetu ndio wanatufelisha. Yaani kwenye mbio za ubingwa, hata msimu jana tungechukua ubingwa. Msukuma leo viongozi, na wakati kuna muda ulikuwa unazungumzia wachezaji, leo viongozi tena. Viongozi wanahusika. Unajua mimi hata interview zangu nyuma nishawahi kuzungumza. Interview zangu kama unawahi kufuatilia ni wewe kusema kwamba viongozi hawa mimi naona kabisa ukomo wao wa uongozi umefika mwisho. Waachie madaraka. Inatakiwa watoke, waje watu wengine wenye nguvu, vijana wakuje kumchallenge Yanga. Unajua nataka nikukumbushe kitu kidogo tu mwandishi. Kwamba kwa nini Simba anafeli? Simba anafeli kwa sababu Yanga anacheza mechi zake ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Unajua ni ngumu mwandishi kunielewa na maanisha nini. Lakini mechi au ligi ya Tanzania, hata ukimwangalia Simba alivyokuwa bingwa misimu 4 mfululizo, lazima utagundua kuna kitu. Simba alikuwa anacheza mechi nje ya uwanja. Sasa wewe unashindwa sasa hivi kucheza nje ya uwanja? Ndio hapo napokuambia kwamba sasa viongozi wetu wamefika mwisho, hawana uwezo tena kutusaidia. Kwa sababu kwa nini mimi nakwambia hivyo? Nataka kuna homework moja ambayo nataka nikwambie, na watu ambao wanaosikiliza watagundua nini ambacho nazungumza. Simba ana nafasi ndogo sana ya kuwa bingwa kwa sababu 2 au 3 nitakutajia. Sababu ya kwanza, tunapozungumzia ligi yetu na tunavyokuwa tunatoa malalamiko yetu viongozi wa Simba hawayafuatilii wala hawayasikilizi. Viongozi wetu wamelala na hawataki kutusikiliza sisi tunasema nini. Mtaka wachezaji wamewaletea msukuma. Wachezaji wameletwa. Uongozi unapokuwa sio imara, nini kitaenda kutokea? Kwa nini nakwambia hivyo? Leo hii Simba hata anapokuja kukosa ubingwa, unagundua nje ya uwanja kuna sababu zimepelekea. Kwa mfano, unaweza kuwaje bingwa
ili hali kwamba unakutana mpinzani wako mkubwa kama Yanga unashindwa kumfunga. Na hapo hapo ukishafuatilia Yanga unaenda kucheza naye unaweza kusikoa goli halafu goli likakataliwa. Sasa unakuaje bingwa kama mechi zako ambazo za kuamua matokeo za kuwa bingwa huwezi kupata matokeo? Unaenda kucheza na Azam unanyimwa penalti 2 mfululizo ambazo ndo mechi kubwa ambayo iwe bingwa lazima umfunge Azam umfunge na Yanga. Sasa unaposhindwa kushinda hizi mechi na kuaje? Halafu hapo hapo sasa ukienda kwa upande wa Yanga, unanielewa mwandishi? Unapoenda upande wa Yanga yeye ana mechi, ana timu kama zaidi ya 3 au 4 ambazo yeye uhakika wa kupata matokeo anakuwa nao. Msukuma wewe bwana. Na uhakika gani wakati timu zote ziko kwenye ligi bwana? Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Unamuona Singida Black Star? Mlezi wa ile timu ni waziri mkuu wa Tanzania. Ndio. Mwigulu Nchemba ndo mlezi wa ile timu. Mwigulu Nchemba ni shabiki wa Yanga lialia na ni kiongozi si kwenye kamati ya wana Yanga. Yaani ana uongozi pale. Hivi nakuuliza Yanga anaweza kukosa point pale kwa Singida? Anaweza kukosa. Ni mechi gani ambayo ameweza kukosa point pale? Amepata point kwa sababu ya ubora ambao yuko nao. Sikiliza. Tunaenda kukutana Pamba. Yanga anaenda kucheza na Pamba. Pamba mlezi wa ile timu mkuu wa mkoa wa Mwanza Anthony Mtaka ni shabiki lialia wa klabu ya Yanga. Msukuma hapo hebu kwanza kidogo. Unafikiri kwamba kila maandalizi ya mechi yoyote huwa yanafanana, kwamba Pamba kijiandaa na anavyojiandaa kucheza na Simba ni tofauti na anavyoenda kucheza na Yanga ni tofauti, anavyoenda kucheza na Fountain Gate ni tofauti, mpaka wewe uanze kulalamika kwamba mbona hizi timu wanapocheza na Yanga wanacheza chini ya kiwango lakini wakicheza na Simba wanacheza juu ya kiwango na kuweza kupata matokeo ambayo mnayapata? No doubt, hamna kitu cha kujiuliza pale. Sasa unasemaje kwamba Yanga lazima washinde? Ngoja. Pamba alivyocheza na Yanga angecheza na Simba angeshinda hata goli 7. Yaani ile mechi kama ulifuatilia ya Pamba na Yanga, Pamba alivyocheza ile mechi, nakwambia serious kabisa, nakwambia kwa sababu ukiangalia Yanga Pamba Jiji alivyopambana na Simba alitoa sare ya 1-1, ilikuwa ni mechi dume kweli kweli. Pamba anakuja na huyu anaenda na kweli walifanya kila kitu. Lakini angalia mechi ilivyocheza Pamba na Yanga. Imekuwa ni mechi nyepesi sana. Yanga amefunga magoli mepesi sana. Lakini ile goli alilofunga wewe na Pamba sio kusema kwamba ni goli ambalo lilikuwa ni yani lilifungwa kwa mpira ambao umekufa. Na mipira ile kufunga goli waka inakuwa ni ngumu sana. Sasa kwa nini unasema unakuwa unacheza hiyo? Unaangalia walivyokuwa wanacheza. Pamba baada ya kupata ile faulu wakapata goli 1-1. Unaangalia mechi ilikuwa na interest gani? Pamba walikuwa na morali wa kupambana Simba kwamba sisi uwanja wa nyumbani mechi 8 walizokuwa wamecheza ametoa sare na mechi 3 na Azam akiwemo, halafu kashinda mechi 5, anakuja kukutana Simba mechi ya 9 akiwa nyumbani kwake, anakubali hawezi kupoteza. Wewe ukitaka kujua hivyo, hata kocha wao Francis Baraza, mfuatie interview yake, alisema hata mimi sijui. Kocha anasema hata mimi sijui tumefungwaje. Yaani hata mimi mwenyewe najiuliza, sijajua kwa nini tumefungwa hivi na tukiwa nyumbani. Hivyo huwezi kujiuliza kitu. Bado hapo ndo nakwambia Simba Yanga anaenda kukutana Dodoma Jiji. Dodoma Jiji Anthony Mavunde ambaye ni waziri na ambaye ni mbunge wa pale na ndo mlezi wa ile timu, bado ana vinasaba na Yanga, ni shabiki na ni kiongozi wa Yanga. Hivi sasa wewe Simba anachukuaje ubingwa kwa mazingira yale? Kwa unafikiri hata mechi ya leo kwamba kuna figisu zote ambazo mmekwisha kufanywa tayari na Dodoma Jiji? Ndio, kwa sababu Dodoma Jiji yeye ni zao la timu fulani. Mimi nakwambia, kwa mfano nikupe mfano moja. Mimi si shabiki wa Simba. Unaona nijua mimi ni shabiki wa Simba lialia kabisa. Ndio najiita msukumo wa Simba, si ndio? Leo nikianzisha timu yangu inaenda kucheza na Simba na ndio timu naipenda kutoka moyoni. Hivi ile timu yangu inaweza kupata matokeo kwa Simba? Sasa unakuwa sio mpira, wewe inakuwa ni mapenzi. Ndio hicho kinachotokea sasa. Yaani hicho ndio kinachotokea. Hao viongozi wakubwa, hao viongozi wanajiita walezi, alafu ni mashabiki wa timu fulani. Ni ngumu hiyo timu kuibania. Na ndio maana Simba anakutana mazingira magumu kila mechi anayokutana nayo, ambayo timu hiyo viongozi wao wa juu wana vinasaba na timu fulani. Simba anapata matokeo, anakuwa na ugumu wa kupata matokeo. Kwani Simba hana kibonde wake ambaye tunajua kabisa yule akicheza tu na Simba lazima afungwe? Timu gani? Azam walianza kutusingizia Azam. Unaona? Azam walianza kusema kwamba Azam ni tawi letu. Angalia Azam na Simba wanavyokutana. Wewe ukiangalia ile mechi utakuona kwamba ni mechi aina gani. Azam hafungwi kizembe na Simba. Na Azam amemfunga Simba mara kibao tu. Sasa unaweza kusema kwamba ni tawi lake kivipi? Unaona? Halafu hapo sasa unaposema kwamba labda Simba unaweza kusema tawi lake lingine lipi, kwamba hili akienda iwe amelala amefanyaje anapata matokeo kirahisi. Ni ngumu. Kwa unaona kabisa na yeye msimu jana kama unakumbuka sasa tulitoa sare 2-2. Tena tukiwa KMC tumetangulia mabao mawili wakaja kusawazisha mabao mawili. Pembe ni kama nusu magoli mawili tunatoa, walitunyima ubingwa. Sasa ni tawi letu kivipi? Mashujaa naona tumecheza mpaka dakika 15 za nyongeza. Tunapata magoli mawili ya penalty msimu jana. Ateba
wachezaji wako pungufu na wanacheza wanaongeza refa anaongeza dakika 15 za mwisho ndio tunapata matokeo. Mashujaa tena ile ni timu ngumu sana. Mashujaa kama unakumbuka msimu jana Djibouti anaenda kusaini mkataba saa 8 mchana jioni, wanacheza na kula chuma 5 na Yanga. Alafu anakuja kucheza na Simba tunafunga goli dakika ya 95. Yaani dakika za jioni kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Yanga kuna namna kila sehemu anajiwekea vitu vyake. Yanga ngoja nikwambie ambacho mimi nimekiona kimenikatisha tamaa Simba kuwa bingwa. Unajua Manara mimi nilikuwa namsikiliza nikahisi kama vile ni propaganda. Lakini Manara kitendo cha kusema kwamba Yanga anaweza kuwa bingwa mara 10 mfululizo, kuna siri imejificha. Ambao mimi nimekuja kuifuata kagundua kwamba hapa kuna ukweli wake. Kwa sababu hizi timu zote nilizokutajia hizi, viongozi wakubwa ni mashabiki wa Yanga, ni ngumu Yanga kukosa matokeo. Hizo nilizokutajia nitajie timu gani ambayo imetoa hata sare na Yanga. Singida msimu jana kwenye send off ya Ziziki na Msamobeto, wachezaji wameenda klabu, wamelewa, wamefanya kila kitu. Lakini kesho kuna mechi ya Singida. Singida anacheza kikosi wachezaji 8 wa Tanzania. Singida anakufa. Singida alienda kumchallenge Zanzibar Yanga. Matokeo ya shida, wakamfukuza kocha yule Uchebe. Akasema mimi siwezi kununulika, akaenda kucheza mechi dume Zanzibar kule. Yanga akapata matokeo ya shida, si alipata sare, si alipata goli moja kwa shida, wakaja wakamfukuza kocha. Anenunulika ni mchezaji au ni kocha? Si viongozi wote. Yaani ile timu wanajua kabisa kwamba hawa hili ni tawi letu. Wanaambiwa kabisa, jamani hii mechi tunaenda kucheza tu, tunaenda kurelax. Ikitokea tumepoteza ndio matokeo tulionayo. Lakini ikitokea, lakini wanapoenda kucheza na Simba wanaambiwa huyu Simba kazeni, wanawekea mpaka na bonus kwamba hakikisheni, yani Simba akichomoka achomoke na alama hii, asiondoke na alama 3. Wanaenda wanakaza. Mechi inakuwa ngumu. Yaani wako tayari kuweza kuvunja mguu, wako tayari kufanya follow wanavyoweza ili kusudi wao watimize ahadi ambao wameambiwa kwamba lazima upate sare au upate matokeo. Mashabiki ndio ni watu ambao mnaumia sana kutokana na matokeo ambayo timu zenu zinakuwa zinawaletea. Sasa wewe kama msukumo wa Simba na umeliona hilo kwamba kuna timu zinabebwa, kuna viongozi wanafanya hiki na hiki. Una pia kwanza wakati tunaanza umezungumzia swala la viongozi wako wa Simba. Unafikiri nini kifanyike kwa viongozi wa Simba ili kuweza kutoa vivyote ambavyo vinakuwa vinaendelea kutokea? Unajua tatizo la Simba tuna matatizo sehemu mbili, kwenye uongozi na mashabiki. Mashabiki mimi nataka niwaambie, mashabiki wengi hawana ufahamu wa Simba. Mimi nataka nikwambie kabisa. Kwa sababu ukiangalia unaona Diarra alifungiwa. Lakini wale waliamua kuchangisha sawa ili mchezaji wamweke wapi? Mchezoni. Sawa. Yanga amepotea. Hizo mechi za hivi karibuni unaona ametoa sare, lakini moja kwa moja wakakimbia kwenye uongozi wao kuimara sana. Wakakimbia kana kurekebisha, wakamleta nani? Wakamleta mkurugenzi wa ufundi ambaye ni Amri alikuwa ameshapotea. Unaona Yanga amerudi. Tayari sisi hata faida ya Yanga anapopotea hatuioni. Maana Yanga anapopoteza na sisi tunapoteza. Sasa narudi kwenye swali lako ulivyosema. Mashabiki wa Simba sisi hatuna msemo. Mpanzu alikuwa na changamoto nyingi. Mpaka unaweza kusema amefiwa mpaka mtoto. Swala kufiwa mtoto sio jambo dogo. Yaani kama hujawahi kukukuta unaweza kuona kitu chepesi. Mpanzu amefiwa na mtoto ameenda kwao, lakini Simba bado tulikuwa na matumaini na Mpanzu na tunamhitaji. Mpanzu anaamua atoke kule aje kuipambania Simba. Anarudi, ana stress, amefiwa na mtoto na changamoto zingine ambazo za kifamilia anazijua yeye. Anacheza chini ya kiwango, lakini mashabiki wa Simba walijitokeza wanamsema. Sio walianza kusema kwamba ana mapenzi na Yanga. Ya, na ilitokea sana. Alianza kucheza chini ya kiwango. Wakaanza kusema Mpanzu watupishe, aondoke, ana mapenzi aende kule Yanga. Sasa hivi wanamwimbia. Unaweza kuona Yanga anaweza kufanya hivyo. Lakini mtu alikuwa na changamoto. Kaka, mtu ambaye ni professional player, mtu ambaye anajua kazi yake ni mpira. Kaka, mtu hawezi kuwa na mapenzi na timu fulani eti akacheza chini ya kiwango akihitaji kwenda sehemu fulani. Kwa sababu unakoenda wenyewe atakupima kwamba kama tulikuwa tunamhitaji sisi, amecheza hivi, akija kwetu atafanya haya. Kaka, leo tunavyozungumza Mohamed Salah ambaye ni mchezaji wa Liverpool aliaga pale Liverpool kwa msimu huu, utakuwa ni msimu wangu wa mwisho. Jana hajafunga bao. Mbona anacheza kwa kiwango kile? Maana anajua ndo kazi yake ya maisha yake. Hana kazi nyingine tofauti na mpira. Kwamba mimi nacheza kadri ya uwezo wangu ili ameshaaga kwamba naondoka. Lakini hawezi kucheza chini ya kiwango kwamba mimi sinaondoka sana, faida gani? Ngoja nicheze mpira wa kawaida. Lakini Salah anajituma, anajua hata nakoenda niende nikaonyesha uwezo wangu nilionao. Kwa hiyo Mpanzu ni mchezaji ambaye ni professional. Huwezi kuwa unalipo huku halafu ukaanza kufanyaje? Ukaanza kucheza ovyo kwamba mimi nataka kwenda Yanga, ngoja nicheze chini ya kiwango. Kuru unakoenda nani atakuchukua kwa mchezo unaofanya? Watajua kwamba wewe ni mchezaji ambaye unauza mechi, ni mchezaji ambaye kumbe ukitakiwa na timu fulani unakuwa. Yaani unaweza kudanganywa na mtu kwamba eti Mpanzu alikuwa anagongesha mwamba. Yaani Mpanzu analenga jicho kwamba ni gonge mwamba irudi. Kwa hiyo tunaingia kwenye mfumo wa Yanga, anasema Mpanzu watupe mchezaji wetu au aendelee kugongesha mwamba, na sisi tunajaa kwenye mfumo. Mashabiki wasema tusiokuwa na uelewa wanajaa kwenye mfumo. Lakini mimi nilikataa, nikalipinga, nikasema Mpanzu hawezi kufanya huo upumbavu. Hawezi kuona goli hapo eti anagonga eti analenga mwamba. Yaani anajua kwamba ngoja nigongeshe mwamba irudi. Hayo ni maneno. Hasa mashabiki wa Simba wengi hawana ufahamu. Sasa tumeshagawanyika.
Sasa hivi nikikwambia kuna mashabiki ambao wanamsupport Jairuti na kuna mashabiki ambao wanamsupport Mondo, kinachosababisha ndio kinachoitafuna Simba. Sasa mimi ndo nakwambia ni bora umekuja huko kwa sababu na maswali mengi sana upande huo. Moja kati ya vitu ambavyo pia vimekuwa vikiongelewa sana na mashabiki baadhi ni kutokana na kwenye huo uongozi kwamba kuna timu Mo lakini pia kuna timu Jairuti. Mo masuala sio ya uwanja na nini tena Jairuti tunasikia tena anataka kujenga uwanja na vitu kama hivyo. Alafu pia kuna kelele sana kuimbiwa kuhusiana na Loemba amekuja lakini imempa nafasi takriban kama mechi kadhaa tu, lakini kwa sasa hivi mara atasabu awekwi, mara anacheza achezi. Nini mnataka wana Simba? Unajua ndio maana nimekuambia ile maneno. Unajua Jairuti watu hawaelewi. Jairuti yeye ni mzabuni wa jezi. Ameingia mkataba na jezi kutangaza vifaa vya michezo na jezi kwa ujumla kwa wachezaji na kwa mashabiki. Kututengenezea jezi nzuri. Lakini ndani ya kutengeneza jezi kwenye mkataba wake kuna makubaliano ya kujenga uwanja. Si kwenye mkataba wake ndio nasema hivyo. Atasajili mchezaji mmoja kipenzi cha mashabiki na atajenga uwanja na atatoa pesa za kwenda pre-season milioni 100 na atajenga ofisi ya afisa habari bora na ataleta basi. Mkataba wake ndio nasema hivyo. Umeshanielewa? Sasa shida inakuja wapi? Shida inakuja kwamba na mimi haya maana naanza kujiuliza. Mo ameichukua timu muda mrefu. Ni kweli alikuwa wapi kuleta ile makubaliano kusema kwamba mimi nataka nijenge uwanja asilimia fulani ziwe za kwangu kipindi hicho? Kwa nini sasa hivi baada ya ujio wa Jairuti haya mambo yanaanza kujitokeza? Na haya mimi naanza kuiona hizi ni dalili mbaya. Kwa sababu gani? Magoli ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi alienda kufanya press conference juzi kati hapa, akaenda kuzungumzia swala issue ya Mpanzu, insi ya Loemba kwamba acheze wala nini. Lakini kuna kauli ambayo alizungumza hata mimi kama shabiki sikufurahi. Nilikaa tu nikaanza kuwaza kwamba kulikuwa na haja gani ya kuzungumza hivi. Unazungumza kwamba nani anasema kwamba Loemba ameletwa na Jairuti? Ni vitu vya ajabu kabisa. Ina maana mchezaji anayesajiliwa Simba pale anakuwa ni mchezaji wa mtu fulani. Mo anavyosajiliwa wachezaji ni wachezaji wa Mo. Wachezaji wa nani? Hiyo ni ishara mbaya sana kwa mzabuni. Anaanza kujiuliza kuna nini? Ndio maana yeye anaanza kujitokeza kwamba Loemba amesajiliwa akaonyesha kiwango bora, anaanza kuwekwa benchi ili sifa zisiende kwake. Kwamba kamsajili ameonyesha kiwango bora, kwa hiyo scouting ndio maana anaanza kusema Loemba ni scouting ya Simba. Yeye ametoa pesa tukafanya scout. Kwani kulikuwa na haja gani? Si wote tunajua kwamba ni mkataba unasema aleta mchezaji mmoja. Kulikuwa na haja gani ya kutueleza kwamba mpaka yani unaanza kuleta taharuki tena? Watu wanaanza kujiuliza, kwa nini uzungumze hivi? Na watu wengine ndio wanatafasiri hivi, wanaanza kusema kwa Jairuti hajatusajia mchezaji. Kila mtu ana uelewa wake. Lakini kwamba Jairuti alitoa pesa na mchezaji yule alikuja kwa upande wa analipwa na nani? Na Jairuti. Lakini na Magoli alivyozungumza hakupaswa kuzungumza public. Kuna vitu vingine kama ofisini mnazungumza kama ofisi. Kuna vitu vingine sio vya kuleta public. Kwa hiyo hao ndio wanakuja kutugawa sisi mashabiki. Wewe kama kiongozi mkubwa unapokuja kuzungumza maneno kwenye public kwa watu wanaanza kuchukulia tofauti, na ndio maana haya maneno yanakuwepo kwamba Jairuti ana watu wake, huyo ana watu wake. Na ndio maana wewe unaona hata kuna kipindi cha nyuma wale watu wakina Dr. Mo GB walifanya press conference wakaenda kumsema Mo vibaya. Sio nakumbuka. Wakaenda wakafanya mkutano wakamsema Mo kwamba atoi pesa afanyeje. Lakini Mo huyo juzi baada ya timu kukaa vizuri mara nini kaja bado anatuaminisha kwamba bado anaipenda Simba na bado kwamba ni mdhamini, anakuja kumbakiza nani? Mpanzu. Kwamba nimeongezea mkataba nasikia kama bilioni 1 hivi imetolewa ili Mpanzu aendelee kubaki. Unaona? Lakini haya mgongano wa kimaslahi haya ndio yanatofanya Simba inagawanyika, na ndio maana nakwambia Simba bye bye, ubingwa ni ngumu kuchukua. Msukuma upande wako uko wapi? Uko kwa Mo, huko kwa Jairuti? Mimi niko kwa upande wa Simba Sport Club. Unajua mimi ni shabiki wa Simba, mimi sio shabiki wa Mo na wala sio mshabiki wa Jairuti. Mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Hayo yote yanatokea kwenye klabu yako lakini. Sasa sikiliza nikwambie, mimi ukinishaniuliza, furaha ya shabiki yote duniani ni ubingwa. Sawa? Ni ubingwa. Sasa wewe unapoweka pesa, alafu timu haifanyi vizuri, kuna haja gani ya kuweka pesa? Sisi tunachotaka wewe timu hata kama Mwange ichukua na mke wake ikawa ni mali ya mke na mme, Simba wakaisimamia wao wawili, au Jairuti akaichukua timu akainua ikawa ya kwake. Sisi mashabiki 90% tunataka ubingwa. Hivi uone Arsenal wanavyohangaika? Arsenal wanavyohangaika? Ubingwa miaka mingapi bila kuupata? Haya klabu inapokuambia kwamba tunakusanya pesa zile mshabiki zinakusaidia nini? Wakati mimi natoa pesa zangu kwenda kuiangalia timu na safari kutoka umbali mrefu. Mimi natoka Mwanza, natoka wapi huko nakuja kuiangalia Simba Dar es Salaam. Hizo ni gharama zangu story na klabu. Hasa furaha yangu mimi na ubaki ni Simba ashinde uwanjani, ndio furaha yangu, na kuchukua ubingwa ndio furaha yetu. Sisi furaha yetu sio kuona Jairuti kwamba ameleta mchezaji wa bilioni 1 halafu fanye vizuri. Sasa yule mchezaji wa bilioni 1 anakuwa na msaada gani kwenye klabu? Wewe kama shabiki wa Simba, msukuma wa Simba, kwa kile ambacho alikiongea Magoli, wewe unafikiri upande wako wewe sasa tunazungumzia shabiki kama wewe binafsi yako, unatamani uwanja ujengwe na Mo, ujengwe na Jairuti? Jairuti lazima ujenge uwanja. Jairuti lazima, sio ombi.
Kwa sababu yeye ni mkataba wake unambana, mkataba wake katika mkataba wake wa miaka 5 amesema atajenga uwanja wenye mashabiki kuanzia mashabiki 10,000 mpaka 12,000. Ndio mkataba wake unavyosema. Kwa Mo kama naye anajenga uwanja ni makubaliano mengine tena ambayo yeye anayaweka mengine tena. Kwa Simba mtakuwa na viwanja viwili vya club. Sasa hata kama ni vitano tunakuwa navyo tu hamna shida. Sasa kama matajiri wameamua kuweka hela ni vizuri, lakini kinachoniuma mimi mgongano wa kimaslahi ndio unapelekea mpaka klabu inaanza kufanya vibaya. Yaani sisi ubingwa kuchukua ni changamoto sana. Yaani ni changamoto, nishaanza kuona dalili kabisa. Dalili kabisa, yaani mtu ambaye una akili timamu unaona kabisa Simba kuchukua ubingwa ni ngumu sana. Maana migogoro ndio inaimaliza klabu. Bwana, mpinzani wako jana pia ameweza kucheza na yeye dhidi ya TMA. Moja kati ya mechi ambayo pia kwa upande wake ilionekana kama ni ngumu sana, lakini aliweza kuja kupata ushindi. Unafikiri ni kitu gani ambacho kinaweza kuendelea hasa kwenye upande huu wa CRDB Confederation kutokana na timu ambazo zinakuwa zinapangwa na hizo timu kubwa? Ukamiaji umekuwa ni vile kwamba hata TMA, timu zingine hizi ndogo ndogo zinataka kuonyesha ubora zaidi ziweze kusajiliwa katika timu kubwa. Unajua kama ulivyosema Yanga naye alikata moto. Mimi ile mechi sinilitazama, Yanga naye anakata moto. Yaani anatembelea choki. Ila ni basi tu kwamba yani wote wako hali zofe. Yani huo ndio ukweli. Na ndio ukishafuatia mpira unagundua kwamba Yanga ana hali mbaya sana. Shida anayemchallenge Yanga na yeye haonyeshi muendelezo. Yani Yanga anapoteleza, Simba atakuwa achukua advantage. Msimu jana Yanga kapoteza mechi 2 mfululizo. Paka wakafukuzwa, yani wakapoteana kabisa, paka Gamondi aliondolewa. Akafungwa na Tabora United, akafungwa na Azam mfululizo, lakini Simba alishindwa kuchukua ile advantage, akawa bingwa. Mwisho wa siku ndio maana nakwambia mimi naraumu viongozi wetu hawana, yani hawatusaidii sisi. Kwa ile ndio ilikuwa nafasi ya Simba sasa kupita pale. Ndio maana nakwambia hawatupiganii sisi. Hivi mimi nikuulize, kama una kiongozi ambaye una kiongozi ambaye amesimama kabisa imara. Kiongozi kabisa ambaye amesimama imara. Nikupe mfano mmoja. Kiongozi ambaye amesimama imara. Hivi unafikiri wewe unajua kwamba hii mechi ya mwisho Yanga tumeenda naye beto mechi ya mwisho Simba akishinda na kuwa bingwa. Hivi unaweza kaingia kwenye mfumo? Yanga wanaamua kwamba viongozi fulani watoke ili tucheze mechi, tunataka viongozi fulani watoke. Wanatoka nyewe mnakubali. Magoli juzi nikumaliza tu story moja. Magoli juzi anaongea. Yaani Magoli na huyu Mangungu wanakuwa kama mashabiki kama mimi tu hapa tunavyofanya interview. Hawana msaada wowote. Kwa sababu Magoli namuona juzi anasema kwamba mechi ya Yanga ilipelekwa Zanzibar kinyume na utaratibu tukaenda kucheza. Unaona anasema Azam mechi yake ilikuwa tukichezwa kwa Mkapa, ikapelekwa Chamazi, tukaenda kucheza. Sasa wewe kama kiongozi kazi yako ni unashindwa kusimamia maslahi ya klabu yako. Kwa wewe unaruhusu kupoteza pointi kama uko kinyume. Yaani kama unafuata haki, kwa nini usisimame kwenye haki? Yaani uangalia tu, wewe kupe mfano mmoja ubingwa tulivyouachia kizembe. Yanga akakataa kucheza mechi. Wakaanza hatucheza tucheze. Tunataka Kasongo aondoke, Mguto aondoke. Na wakafanya hivyo na wakaondoka. Mechi kapangwa na bodi ya ligi tarehe 15, lazima mechi ichezwe. Wakagoma na Simba akasema kwamba sisi, na barua ikaandikwa sasa, ushahidi upo kwamba sisi tofauti na tarehe 15 hatuitambui mechi inayofuata. Unaona? Wakasema kabisa kwamba mechi inayofuata hatuitambui mechi inayofuata. Wakakiri kabisa wenyewe kwa macho wakasema hivyo. Lakini cha kushangaza unaona kabisa wameenda tena, unaona wako Ikulu wameenda kuongea na rais. Halafu viongozi walienda kuwakilisha, sio viongozi wa Simba, walisha staafu, wanaenda pale wanakuja. Halafu bado hata watuambie kwamba tumekubali tarehe 25 tunacheza, tuanze maandalizi na sisi nje ya uwanja, tuanze kuandaa. Wanakaa kimya. Tunauliza mechi ipo hamna. Siku ya mechi saa 7 wanaandika tutakuwepo. Wanaenda wacheza wanapoteza ubingwa. Unamlaumu nani kama sio msimamo hapo? Viongozi wetu viazi. Hawana msimamo, hao ndio wanatuangusha. Mimi nakwambia Simba amepoteza ubingwa kwa kutokuwa na uongozi imara. Mimi nakwambia kabisa viongozi wetu ndio nani hii wamepoa sana, hawatusaidii chochote. Kwa sababu viongozi wetu wangekuwa wamesimama hata msimu wetu ungechukua ubingwa. Unaona? Kwa hiyo changamoto ni viongozi. Kwa hiyo viongozi wajitathmini sana. Kama wameshashindwa kuisimamia ile timu, waache ile timu, waache viongozi wengine wakubwa waisimamie. Leo unacheza na Dodoma Jiji, vipi Msukuma? Unapasua? Mechi tunashinda na sisi kauli mbiu kushinda. Japo tunachechemea lakini tunashinda. Kwa hiyo sisi tunaenda kujiandaa, tunaenda kuangalia mechi. Tunamshukuru Mungu. Mimi naamini tutashinda kwa sababu timu sasa hivi